Sasa ndio hiyo. Iko hapo. Na iko kwingine hapa ya Janet naye. Hakuna mtu mwenye anatekeleza nguo mpya sijuzi kuja baadaye. Inakuwa namna hiyo. Tunakaa hapa hivi. Iko sasa toka wewe hapana kutoka. Sasa hii mzee kweli ni mzee hii. Iko sawa sawa. Haya, asante sana. Na washukuru, wapigieni makofi. Nitawaambia kwa nini. Nimesema akina mama wakuje kwa sababu nimeona hapa Kisii wanaume ni wengi kuliko akina mama. Ninaona kwa hiyo waja wanaume ni wengi chungu zima. Kesho yake lazima tuhakikishe pia akina mama pia wamekuja kwa wingi. Na ninatoa shukrani kubwa sana kwenyu nyote tena. Kwa sababu kusema ukweli ile notice ambayo umepatiwa si ya muda mrefu. Imekuwa muda mfupi na mmeweza kuhakikisha kwamba tuko na mkutano siku ya leo. Niseme tu kwa kifupi na kirefu ni kwamba watu wa kutoka hili county Kisii na pia Nyamira ni watu ambao tunawashukuru kwa sababu katika zile county zingine ambazo tunaweza sema Jubilee imeendelea kuwa inasema kukita mixizi. Hiyo ni Kiswahili? Yes. Ni hapa Kisii na Nyamira. Na sio tu kwa sababu ya Jubilee, hata pale beleni kabla ya Jubilee tumeona sisi tukifanya kazi pamoja. Na kwa sababu gani inaweza kuwa rahisi sisi kufanya kazi pamoja? Unaweza angalia watu ambao wanatembea pamoja. Kiswahili kingine wanasema madugu. Na hii mambo ya udugu na madugu ulianza kitambo. Sio jambo la jana. Wale ambao hawajui historia, mwaka wa 1952 Mzee Jomo Kenyatta alikuwa wakati wa watu walikuwa, hiyo ilikuwa wakati ya emergency. Alipotea, alikibia na nyumba ambayo alipata kujifisha ilikuwa ya nani? Ilikuwa ya Nyandusi. Halo? Yes. Jenzi mnasikia hii? Yes. Ilikuwa ya Nyandusi. Na Nyandusi alikuwa baba yake nani? Nyachai. Na ndio baada ya kupata independence, Nyachai mara moja akafanywa kawa ndio, wewe waziri mkuu huwezi toka namna hiyo, umetoka kwa mbeberu na unakuwa waziri mkuu. Akakuwa ndio. Na kuanzia hapo mpaka wakati wake wa kutuanga na kutuacha na kwenda hiyo dunia nyingine ambayo sisi pia tutaenda, yeye amechagia pakubwa sana katika mambo ya uongozi wa Kenya hii. Kwa hivyo mambo ya kufanya pamoja wa Kisii ama Bagusi kuwa katika national development at the national level as national leaders, not regional leaders, as national leaders, si jambo ngeni, ni jambo tumeliona tangu 1950s kule. Wakati ya Kibaki, Nyachai alikuwa pale wanafanya kazi karibu na bwana Kibaki. Kweli si kweli? Na tumeona tena wakati, na si yeye peke yake, namtaja tu, kulikuwa na mheshimiwa tumekuwa naye bungeni. Naitwa nani? Ogeri, mheshimiwa Ogeri. Mzee Ogeri amechangia pakubwa mambo ya health na many other, even the Ministry of Education na zingine. Kwa hivyo kutoka kwa jamii ya Bagusi tunaona viongozi wengi ambao wamechangia pakubwa mambo ya maendeleo ya Kenya hii kufika pahali tuko leo. Hello. Miaka 10 hapa pia tumemuona mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Jana tu barabara. Kalikuwa kamepatiwa kazi na wazungu. Kumbe ni akili mingi mzungu alikuwa hatumii. Akili mingi. Kwa sababu nilikuwa namuona bunge wakisaidiana na Marende, na kama hamjui Fred pamoja na speaker Marende Kenneth, hawa ndio walileta mambo ya mageuzi bungeni kabla ya katiba mpya. Matiang'i akiwa USAID, Marende akiwa speaker. Fred alikuja akasema hii bunge tu ni picha ya mbeberu. Si tujaribu iwe ya Wakenya na Wakenya wajue ile inafanyika ndani yake. We get live coverage, all that. I was member of parliament. Na tulikuwa tunaona mabadiliko on a daily basis.
Na alikuwa kijana kidogo mdogo tu, anatembea huko kwa corridor. Alikuwa director wa USAID. Kwa hivyo mimi namjua, amechangia pakubwa katika mambo ya Kenya hii, hata kabla wewe umjue. Mtu mwenye aligundua akili yake mingi ni mzungu, na mzungu unajua kazi yake akigundua kuna akili mingi, kazi yake ni kuitumia na kuhakikisha haitumiki nyumbani. Halo? Yes. Lakini sasa tumegundua ya kwamba tuko na akili ambayo inaweza kusaidia dunia mzima, lakini kabla isaidie dunia, isaidie wapi? Nyumbani. Na ndio tumekuja hapa kuhakikisha leo chama cha Jubilee kiko hapa Kisii, kwa sababu Fred Matiang'i hawezi kuwa kwa serikali ya Jubilee kama wewe si mwana Jubilee. Yeye ni mwana Jubilee, na akiwa mwana Jubilee, katika Jubilee, chama cha Jubilee, unaweza sema tu unaniona kwa sababu nimetoka kwa mlima, lakini chama ya Jubilee ilitupatia Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Kweli si kweli? Miaka 10. 10 years. Chama ya Jubilee unfortunately, mimi nasema unfortunately, ndio imetumiwa na William Ruto kuwa rais wa Kenya hii. Kweli kama si kweli? Ametembelea chama ya Jubilee miaka 10 kuuza jina yake. Mwichoe akachomoka, akaingia na hii kine inaitwa, akaingia kwa wheelbarrow, akaingia kwa kwenye kwicha, na hiyo maneno yote. Saa hii Kenya iko chimoni. Na kama wewe haujui chimo ni nini, angalia pale William Ruto ametuweka. Kwa hivyo Jubilee ilitupatia Uhuru Kenyatta, unfortunately ikatumiwa na mheshimiwa Ruto. Sasa amekuja kutuharibia maneno, kwa sababu yeye hakuwa chaguo la Jubilee. Chaguo ya Jubilee 2022 ilikuwa mzee mwingine anaitwa Raila Amolo Odinga, na wengi hapa walimfanyia kampeni hapa kumtafutia kura. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Daniel, kuja hapa kwanza. Hii mtu mrefu. Sasa angalia hii kijana. Si amesimama vizuri? Kwa nini upige hii kijana? Alitafutia wewe kura, akatafutia wewe kura. Alafu akikwambia hata sisi sasa Kisii tumetosha, mnapiga yeye mpaka anaingia kwa wodi. Walimpiga kwa akatwa muue. Ya nini kumpiga? Alikupatia support. Sasa yeye mwenyewe, kwa sababu hawa ni vijana na wanaangalia mbele, wanaangalia pahali wanaweza enda mbele. Akisema Fred Matiang'i ni makosa. Kwa hivyo tafadhali tafuta nafasi wewe mwenye ulifanya apigwe, umwambie pole. Lakini sasa yeye leo tutafalisha yeye kofia ya Jubilee. Hii ni mwana Jubilee, aanze kufanya kazi Kenya mzima kutafutia Fred Matiang'i nini? Kura. Ama namna gani? Wewe usipoteze hii nguvu bwana. Inaonekana kwa mwili, kwa akili, kila pahali iko sawa. Sasa. Thank you so much for what you have done. Haya, leta kofia. Watu wanasema kofia ndio hii. Na waangalie picha hii nzuri. Haya. Huyu sasa ameingia chama ya Jubilee. Agent namba 1 wa Fred Okengu Matiang'i. Wengine watakuja. Naona kijana mwingine hapa anaitwa Matoke. Hii naye ni Matoke. Hii ni Gen Z team. Thank you so much. Umepiga picha? Very good. Haya. Sawa, itakuja tutafanya hiyo kazi. Thank you so much. Kwa hivyo ni vizuri tujue kwamba, na unajua watasema Matiang'i yako na makosa sijui 28, 44, whatever number he is given, hiyo ni yao. Lakini hata wamweke jera, tutachagua yeye. Hello? Are you getting it? Hata wamweke wapi? Jera, tutachagua yeye. Na sisi Jubilee tutasimama na yeye. Na tunasimama na yeye kwa sababu he is a person of integrity. Na yeye ni Mkenya. Ile mnataka kujua ni kwamba he is a national asset. Hii si mtu ya Kisii ati hapa Nyamira. This is a national asset. Tunaelewana?
Na mimi nashukuru sana kwa sababu nilikuwa nataka kuuliza ya kwamba kama muko tayari. Muko tayari. Muko tayari. Kabisa. Twende kila pale. Sisi hatuna vita na wale wengine ambao wanasema wanataka kuwa marais. Lakini pia sikiza watu vile wanasema. Kwa sababu lazima watakupatia kura, wenye kura ni wao wanaongea. Na ukisikia wakisema maneno mingi ingine, wewe enda kwa hiyo ingine mingi ambao wanasema. Wachana na ile kichwa yako ilikuwa inakuambia. Halo? Mimi nimekuwa secretary general wa Jubilee katika vita zilikuwa zimeletwa na watu ambao wapi mama ameenda. Na Demta ameenda. Asabla kwa. Pengine ametoka. Ule mwenye aliapishwa juzi. Mimi nimekuwa secretary general wa hiyo chama kwa miaka karibu miaka 3. Na ile vita tumepigwa na wale ambao walikuwa wanataka kuchukua chama wauze kwa UDA. Mimi sijaona kitu kama hiyo. Saa hii ndio nimegundua, na kuna kijana hapa sitaki kutaja jina yake. Amefanya kazi ya maajabu ya kusubua. Mdomo inachezwa namna hii. Unaona meno pande hii na ulimi pande hii. Sasa ujui utasikiza nini? Mpaka huyu kiti yake inanyakuliwa na mtu mwingine. Mimi nataka kusema pole on behalf of Jubilee Party. Ametaabishwa 2 years kotini kila pale until she was able to win the case, and nauli alikuwa nominated kutoka ODM na ni ndugu yake Heslon ama dada yake Heslon ama wanajuana vile wanajuana, ameondolewa na koti, and we accept her as the nominated member of the county assembly of Jubilee. Asante sana mama. Na nikiwa hapo niseme ukora kama hii haitarudiwa tena Jubilee. We will make sure that we have fair nominations, free and fair nominations, kuingia bunge na pia hata kuwekwa kwa list ya those who will be nominated. Kwa sababu bila kufanya mambo kama hayo kuna wengi ambao tutakuwa tumetatiza. Na unajua sisi katika Jubilee, na hii ni mambo ambayo mkiuliza daktari mwenyewe atawaambia kwa haraka, we believe in universal health care. Universal health care. Na ilikuwa imeanzishwa. Saa hii tumeenda kitu inaitwa chicha. Unakuta chicha, mara chicha nini hauelewi. Na tukirudi katika mamlaka, na tutarudi katika mamlaka, we will ensure that there is universal health care. Na huyu jamaa huyu anaelewa. Unajua, kwa hiyo miaka yote, even kabla ya 2017, William Ruto aliamua, kama vile mnaona tu, kazi yake throughout ni siasa. Kazi yake throughout ni kichwa juu ya gari. Ofisi yake ni kichwa juu ya gari. Hata awekee kamesa hapo, wanaweza udie kamesa na karamu, sababu hana nafasi ya kukaa kwa ofisi. Halo? Kweli ama si kweli? Kenya hii, aina hii ya Kenya, unaweza uendeshe mbele ukikaa juu ya gari? Inawezekana? You need to sit behind a desk and think how we get out of the difficulties that we are having. How we get our young people to get employment opportunity. Haitawezekana na kuzunguka saa yote. Jana alikuwa Nyandarua, juzi alikuwa Laikipia, leo ako wapi? Ako Kirinyaga, kesho ako wapi? Kesho atakuwa wapi? Wengine Kiambu, siku hiyo nyingine arudi Bungoma, aende Kakamega, aruke Lamu, akiwa Lamu aone Mary, aingie Mary, msikia yako Saudi Arabia. Halo? Mnasikia? Utafanya kazi dini ya Kenya. Wacha niwaambie ile siri ilifanyika. Wakati Mheshimiwa Uhuru aliona tabia ya huyu jamaa na akasema yeye hataki furugu kama ile iliwekwa kwa Gachagua, akasema Fred, kuja wewe, kuja chair the cabinet subcommittee. Fred Matiang'i ndio alikuwa chairman wa subcommittee ya cabinet. Miaka 10.
William Ruto akitangatanga. Sioni kama mmeelewa. Mnaelewa? Kwa hivyo tukisema mambo ya health, Matiang'i anajua kwa sababu yeye ndiye alikuwa chairman wa kamiti yote. Tukisema mambo ya education anaelewa kwa sababu alikuwa chairman ya kamiti ya he chaired the subcommittee. Kwa hivyo tukianza kusema mambo ya health, universal health care, ukisema hivyo anaelewa, anajua pale walikuwa wamefikisha, alikuwa anajua pale pesa ilikuwa inatoka, anajua ilikuwa iende wapi. Si mambo ya kuleta chicha. Na hiyo application ya chicha cost you 104 billion. Up peke yake 104 billion. Mambo ya social protection programs mnayajua. Hii kazi kwa vijana tulikuja tukaambiwa you cannot subsidize nini, you cannot give subsidies na mambo mengi kama yale. Mnakumbuka hayo? Tulikuwa na kazi kwa vijana. Kazi mitaani, kazi kwa vijana. Mnaelewa ni kusema nini? Ilikuwa kusaidia watu, sio ati wafanye kazi kukata mitaro, lakini you work to get something from government so that your family, the household, has some money in the evening ya kununua chakula. As the economy is improving. Kwani kazi ya serikali ni nini? Si ati hatukujua economy needs to improve. We need the economy to improve to create employment for everybody. Lakini utagojea na tubo. Unaweza gojea kama watoto vijana wako na njaa, then you fight them all over size. Alafu mnakuja mnasema ati vijana wetu ni walevi. Wapatie kazi uone kama watakunywa. And that is where we were going. Today, disaster. In fact, Ruto is a walking disaster. Ukimwona akikuja Kisii, jua disaster imekuja. It's very unfortunate. Mambo ya elimu hatuwezi tukaongea. Nyinyi wote, kila Mkenya anajua. Na ukitaka kujua shida ya Gen Z na hii serikali ni Matiang'i. Kwa sababu Matiang'i alihakikisha kwamba ukiingia shule unaelewa ya kwamba haukiingia hapa uambiwe for 60 years tulikuwa tunaambiwa ya kwamba hawa wamepita, wale Let me tell you again. Tumekuwa na education system hapa ya kusema you have passed and these ones have failed. So the only people who pass are equal to the opportunities available in secondary school or at the university. Every other Kenyan is a failure. So for 60 years, tumekuwa tukisaa failures in this country. Matiang'i came and made it clear to us, whether you have an A or a D, you have worth in this country. There is nobody who is worthless in this country. Na wakati tulikuwa shule, ilikuwa unatetemeka kwa sababu hautaki kuanguka. That is what he was taking care of. Now we are back to the same disaster. For the reason that Ruto is a disaster. Hello? Yes. That Ruto is a disaster. Hapo beleni juzi tu, tulikuwa tunajua sasa machiefs kazi yao imejulikana na assistant chiefs. Mtihani ikitokea namna hii, kazi yao ilikuwa kutembea kwa kila boma kuhakikisha kila mtoto ameingia to the second level of education. Why? Because there is no person mwenye alizaliwa Kenya ama duniani bila Mwenyezi Mungu kuwa na nia juu yake. Lakini sisi tunafanya tu watu wanapotea hivi. Leo hii hata nikianza kumwauliza majina ya chiefs na assistant chiefs imeanza kupotea. We had 100% transition from primary to secondary, from secondary to tertiary university and tertiary colleges, TVET na vitu vingine. Hayo mambo yote ilifanywa na nani? Matiang'i wameshikana na ule mzee alituaga. A wonderful man who left us when we really needed him. Alikuwa anaitwa nani? Professor? Na hata nyinyi ni kani. Yaani mnakumbuka Professor Makoha. Na leo nikiukuuliza waziri wa health, utaanza kuuliza jirani ni nani? Wote wamegogwa shisha. Hello? Ada Matiang'i.
TVET institutions increased from 753 to 2,401 in this country. Leo hii, we have 520,000 students by 2022 ambao walikuwa wanaenda TVET. 5,200. Ukiangalia pale beleni, hakukuwa watu wanataka kwenda TVET. Ilikuwa usipoenda university, unaenda nyumbani kufanya maneno. We have, I don't know the number now, but we had 5,020 by 2022. Na ukiangalia yote now where we are as a country, education is in a disaster, is a crisis, is in a crisis. Kweli si kweli? Na nyinyi hii yellow bus ilitoka wapi? Yellow bus ilitoka wapi? Mumezao. Sasa siku hii ukiona yellow bus kwa kichwa wako unajua hawa ni watoto wa shule. Kwa hivyo you are very careful not to confuse the driver calling your children. That was Matiang'i. A very simple thing. Saa hii niambie ni nini Ruto amefanya moja isipokuwa mambo ya Chakahora? Haro? Electricity connectivity. Kila sehemu ya Kenya hii ilikuwa imefika 84%. Ilikutwa below 50 na Uhuru wakiwa na Matiang'i. 84%. Hii imebaki inataka Matiang'i amalize mara moja. Si mambo ya kwenda Laikipia kama vile nisikia Mheshimiwa Ruto amefanya juzi. Na kusema tumeleta electricity hapa Laikipia, we are going to connect 4,000 people. Hiyo ilikuwa kazi ya assistant chief. Ilikuwa kazi ya assistant chief kusema stima inaletwa hapa kwenye. So rais anatakana kuwa akifanya mambo jamani. Yasani, saidia sisi. Halo? Na mambo mengi ambayo ilifanywa. Wewe uniambie chini ya Matiang'i alipokuwa waziri, mliona polisi wakienda mkutano ya siasa na kuanza kusema ati tutauga nani ama mliona? Hiyo ilikuwa mambo ya KANU huko wakati ya sasa imerudi. IG anasimama juu ya meya gari na kusema paka sasa Chief of Defense Forces na huu mtu wa security wameanza kutuambia ati tuseme Ruto must. Sasa unajua Ruto must go si yako, si yangu, si ya yule, ni ya Kenya wote. Utafanya nini na Wakenya? Na mimi najua huyu Defense Forces yanaelewa. Wakenya wakisema Ruto aende, kazi yake ni kutii amri ya Wakenya. Kwa sababu katiba imepatia nguvu zote kwa Wakenya. Kwa hivyo wakati watasema Ruto must go, yake ni kukuja na kupiga saruti kwa ule mwingine, Wakenya watasema ndio wanataka. Halo? Na hiyo ndio kitu tu. Na mimi kama ningekuwa yeye, ningekuwa nimeambia Ruto, toa hii amri ya kusema jeshi wakuje kwa barabara. Kwa sababu bado mpaka wa leo wanajeshi wako kwa barabara. Wanajeshi wako kwa barabara na wameanza kufanywa waongee mambo ambayo haiambatani na yale mambo mengine. Ilikuwa sababu gani hii mambo ya stima ipelekwe kila pahali? Ili watu waanzishe biashara kila pahali. Na katika serikali ambayo itakuja, na ilikuwa tumesema pale beleni, ilikuwa watu waanze biashara alafu wapatiwe miaka 4, miaka 5, miaka 7 bila kulipishwa uchumi, ili uweze kuinuka na uweze kuhakikisha kwamba umewaajiri watu wengine. Sasa wewe angalia kazi ambayo ilifanywa hapa Kisii, na tutakuja kusema wakati yake ikifika. Lakini nikiangalia hapa tuko na barabara nyingi. Sitaki kusoma kama Ruto. Unajua yeye anasema, anaongea ni kama yeye analala hapo kwenye. Sio, anasema namna hii, anaenda namna hii, anaenda namna hii. Lakini hii Kiogoro, Kigeti ilijengwa. Kweli ama si kweli? Nyakoe, Kigeti kajengwa. Suneka, Nyakoe kajengwa. Nyamicha, Nyangusu, Nyacheki, Nyamache
Isibania, Kisii, hizo zilijengwa. Kweli ama si kweli? Tukianza kusoma zenye zilianzishwa bado zinaendelea ama asiendelee zimekwama, tutachangaa. Lakini hiyo sio kitu ya maana. Ile ya maana ni kuhakikisha kwamba hizo programs ilikuwa ndani ya miaka tano ndani ya miaka 10 ilikuwa tufanye 10,000 kilometers of road. Ruto amesema anaweka gapi? Na kila barabara sasa imeanza kupata nini? Potholes. Kweli ama si kweli? Na ukisema sana potholes utasikia amesema tumetenga milioni 100 kuziba potholes Kenya mzima. Mkitaka hii kazi iendelee vile ilikuwa na ifanywe zaidi, fikirieni sana juu ya Fred Okengo Matiang'i. Hello? Yes. Sitaki niseme shida yao watu mnaelewa. Si mnaelewa kabisa? Kwani hamuelewi? Si mnaelewa? Shida hii serikali hakuna maana ya kuitaja. Yote ukiangalia pande hii, shida. Ukiangalia pande hii, shida. Ukiangalia mbele, sasa tunataka kuangalia mbele zaidi, tuone pahali tutapelekwa na Jubilee pia na Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Kwa hivyo ni vizuri kusema ya kwamba Jubilee ni chama cha kitaifa. Chama cha kitaifa. Na hata wale majenzi ambao wako hapa, ndugu Daniel, kama unataka kuwa kiongozi wa Kenya hii, lazima ujie chama ambacho kitakupa nafasi ya kutembea Kenya mzima. Hauwezi kuwa kiongozi wa Kenya mzima kama umechikwa nyumbani pale kwa kijiji yako. Yes, and that is why we are picking this kind of young people. Na tumewachukua kila pahali county. Hawa ndio watatembea kufanya kampeni ya Matiang'i. Tuko nao Kajiado. Unaona yule chairman barubaru wa Kajiado. Huyu kijana anasimama Kajiado West, member of parliament. Watasupport yeye mpaka atoke. Huyu mbona mbaya wapi? Huyu wapi huyo? Kama ni mbaya ni mbaya. Kama ni mbaya ni mbaya. Lakini leo ni mzuri. Leo ni mzuri. Asante sana. Thank you so much. So it is important that the Gen Z waelewe. If they want to become national leaders, if you want to start where you are and become a national leader, join a national party. Otherwise, your effort and your time will be wasted hapo tu unasuguka. Na unaweza ukafanya kazi mpaka ikupeleke zaidi ya pale ulikuwa. Hapa Kisii wana Jubilee ni 132,000. Tunataka hiyo idadi iende 600,700 hapa. Na hiyo ni kazi mnaweza mara moja. Ndio kila pahali we red. Huyu jamaa ni stima huyu. Ama huyu si stima? Huyu ni stima. Na napenda yeye akisema amesema. Upende hata kama umekasirika amesema. Na hii Kenya inataka mtu mwenye amesema. Sio mtu ya kutenga, kupanda gari, nini. Na nitafurahia sana kama Matiang'i atakuja na asipanda hizo magari kutoa kitu hapo. Sababu we cannot keep politicking forever. You can't. The country cannot grow and it is not possible to grow. Kwa hivyo hii unajua siasa saa zingine unaweza sikia mtu akisema mimi nimekuwa nikitafuta hii kiti ya MCA miaka 20. Na audi hii munipatie. Halo? Alafu hapo kijana mwingine atokee barubaru. Haraka unamwangalia unaona huyu anapeleka sisi pale. So as you are looking for leaders, lazima you must differentiate two things: merit and entitlement. Merit and entitlement. Merit and entitlement. Na nataka tuangalie viongozi wote tuone nani who merits to be the president of this republic 2027. Use merit. Use merit. And I encourage all the other presidential aspirants, bring your track record on board. Bring your track record on board. Let it compete with that of Fred Okengo Matiang'i. But having said that, ni vizuri kusema ya kwamba
tunamtegemea Mheshimiwa Matiang'i. Wakati atafika akicharudi kutoka pahali anafanya ile anafanya, ni vizuri ahakikishe kwamba wamekaa pia na viongozi wale wengine wote, watengeneze muungano ambao utahakikisha ya kwamba William Samoei Ruto ameenda Sugoi without any obstacles. Kwa hivyo lazima tukae na viongozi wale wengine wote, tutengeneze a proper formidable coalition. Lakini kumbuka, tunaposema mambo ya coalition ni sawa, tutafanya coalition. Lakini wewe ambao unaelewa, ukumbuke ya kwamba wewe ndio huku na kura, na wewe ndio tunataka useme unataka kiongozi na nani. Tusije tukakaa kwa boardroom tusae mtu kesho yake asae matunda kama ile tuko nayo na Ruto hapo. Binu zimetajwa nyingi hapo. Binu za Ruto. Nimesikia mambo hapo. Watu wanakuja wakisema unity, 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 unity. Kumbe yao ni disunity. Kwa sababu ametumwa hapa achukue kundi fulani aitoe kwa wao wengi akisema unity, unity, unity. Lakini anataka kutoa kwa sababu Ruto anajua tukiwa kitu kimoja yeye nyumbani mapema. Hello. Nataka isink. Sababu watu na ulimi mzuri watakuja wakisema we want unity. We want unity. Mtu akikwambia I want unity, mwambie we agree with you. Join the others. Hello? Yes. Join the others. So, usije kututengenezea bakuli yako hapa na unatuambia hiyo bakuli yako ndio inaweza leta hili mtoto yake. Haiwezekani. Join the others. I hope you understanding what I'm saying. I hope you are getting it. Kule kwa mlima, kwa sababu mlima hiyo nakwambia imeamua. Mlima imefanya nini? Mmepatiwa hadithi hapa na Kenya. Wakati ya kipipili, huyu chairman wa Gema andi. Wakati ya kipipili kwenye Nyandarua, karibu na pale kulikuwa na sarakasi jana. Hapo tu karibu. Nilikuwa nasema siwaigie kipipili. Waione live, wacha hii wanaona kwa view sasa. Waigie kipipili hapo juu, waone live. Moi alikuwa president wakati kulikuwa na by-election kule Kipipili. Na mkiona kama hiyo hadithi hamuelewi sawa sawa, mtafute mtu anaitwa DC Machogo, kwa sababu yeye ndiye alikuwa DC ya Nyandarua. Na mali yote ilikuwa inamwagwa kwake. Stima yote na mvikigi ilikuwa inapelekwa apeleke kwa Kipipili. Wahakikishe wamechagua nini? KANU. Na wakati hiyo tulikuwa na chama inaitwa DP. Sasa watu walikuwa naenda kujeni, kuna chakula, kuna nini, wanakuja, wanapokea. Na kama vile alikuwa anafanya, wanakuja wanasema KANU, 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 KANU. Lakini hapa nyuma ameweka nini? Gumi, kwa sababu ilikuwa DP. Kwa hivyo anapokea pesa, lakini anamwambia jirani hapa nyuma, sisi tuko kwa DP. Wote wakaendelea hivi mpaka siku ya kura. Waliingia kwa debe kutafuta kura ya KANU. Wacha kuhesabu, kutafuta kuru kama iko. Hakukuwa hata moja. Na hiyo ndio ile inagojea UDA na KK kule kwa mlima. Na ninajua hata hapa Kisii ni namna hiyo. Halo, lazima tupige kura kwa Fred Matiang'i. Tuhakikishe ya kwamba hata kama Lecho Ruto ndio chairman wa IEBC hawezi iba hii kura. Tunaelewana? Alafu tujitolee sisi wote wa Kenya kulida ile kura. Sisi wote. Hakuna kusema ati tutakuwa na agents, yes, lakini sisi wote tuone, ukiangalia sisi na macho baya tunapita na wewe saa hiyo. Ruto amekuwa akisema ya kwamba ati niliwashida nikiwa nje ya serikali. Na sasa niko na serikali, je? Kwani ulichaguliwa ukaibe kura? Yani ni kama alienda kwa State House kuiba kura. When you are a president, you do not use institutions to steal votes. You allow institutions to perform the functions they were given under the constitution. Yes? So hiyo mambo ya kujigamba, it is a very wrong thing. Nataka kusema hivi kwa sababu nimesikia Mheshimiwa Wamalwa na wengine wakisema
ya kwamba mambo ya Azimio ni Azimio imekufa. Ni kweli baba alituacha akaingia kwa serikali. Kwa hivyo serikali hii ni ya UDA na ODM. Kweli ama si kweli? Unajua mwenye macho adui nini? Adui tazama. Hii serikali sasa ni ya ODM na UDA. Wale wenzangu wengine wameingia katika royal opposition. Ni vizuri tuseme hivi ya kwamba Azimio, mimi si kwenda Azimio kwa sababu ya Raila, nilienda Azimio kupitia Jubilee kwa sababu ya yale mambo ambayo tumetaja. Yale ilikuwa tuyafanye. Mambo ambayo ilikuwa yawasaidia wa Kenya. Na yale mambo ya ngari inangojewa kutendwa. Si ati atafanya tukue ndani ya Azimio, lakini siwezi nikakimbia kutoka Azimio kama vile wengine wanataka ili kuonekane giza. Katika NADCO report tulisema wakati wa kuchagua IBC lazima Kenya Kwanza wakae kikao na Azimio kuhakikisha kwamba wale ambao wamechaguliwa pale ni watu wanakubalika na pande zote. Sasa baba ameingia kule. Kwa hivyo UDA na ODM ni kitu moja. Azimio imebaki, Jubilee ni ya vyama vingine 17. Sisi katika Azimio hizo vyama 17 pamoja na Jubilee tutakuwa na kikao kuhakikisha kwamba that consultation and concurrence happens with a neutral party. Haina maana ya kukibia kwa sababu mtu fulani alikibia. Hapana, wewe ulikuwa pale kwa sababu unakubaliana na mambo ambayo inafaa. Kwa hivyo sisi katika Jubilee ni vizuri niseme tena nikimalizia ya kwamba sisi we are now registered number 7.1 million vote people. 7,110,025. Those are the members in the ORPP. Si register ya Jubilee. Ukienda leo kwa ORPP utakuta hiyo ndio rekodi yetu kwa ORPP. Office of the Registrar of Political Parties. At ODM, they are struggling to get 5 million. There is no other larger party in this country than Jubilee. Na itafika pahali tuseme idadi ya Wakenya kwa chama hata hiyo iheshimiwe. Kwa sababu idadi ya Wakenya kwa chama inaonekana pahali usemi uko. Kweli si kweli? Wale ambao tumechagua wanaweza enda kihorera kwa sababu hapa na pale wamepata hela fulani. Lakini Wakenya ambao ni wanachama wagali pale na wanaamini yale chama inasimamia. So if the number, the registered number of members in a political party was to be given respect, Jubilee would have gotten an opportunity to sit in that selection panel. Hapa sasa tulichezwa na ODM na watu wanaitwa Kenya hii Wiper. Lakini kusema ukweli, kama 7.1 million people are not represented in the selection panel, there is no fairness. There is no fairness. Na watu wasikie na waelewe. Na ndio leo nataka kushukuru kwa sababu on top of the 7.1 million sasa tuko na wengine 600. Taka tukuje Nyamira. There is a whole bunch of new members here. These are registration forms ambazo zimejazwa kutoka Nyamira. Over 600 of them tutaenda tuongezee kwa register. Na pia this is 600, but there are also those who are registering online. That is the way to register online. *509 hash. Jubilee Party 027. That's the code number. Kuna wengi ambao wanajiandikisha mpaka leo kupitia that online. Wale wanataka manyu tuko nayo. Online iko pale. Mpigieni chair interim chair makofi anapotupatia another 600 new members. Asante sana. Vile ni vizuri tujue kwamba tunawategemea wengi. 600 ni mingi lakini ni kidogo. Pahali tunataka kupeleka Fred, lazima tuweke bidii zaidi. Sasa tuhakikisha kwamba tumeongeza hapo bidii kabisa. Kwa hiyo mimi nataka kufikisha hapo, sitaki niseme mengi, lakini ni vizuri kujua ya kwamba bila ukitaka kujua ni usije ukafikiria tunasema this is the list. This is the list of registered members wa Jubilee kutoka ORPP. Every county ya Kenya. It's here. We know how many are where, how many are in Meru. We have what? Meru, we have 425,000 members.
Na unajua siasa naye ni hatari. Mtu anaitwa Raila alienda pale KICC. Wakaweka sahihi pamoja na pamoja na nani? Pale alisahau ya kwamba kupitia Jubilee kwa mlima alikuwa amepatiwa 1.3 million votes. Kuweka hiyo sahihi na Kasongo 1.3 kaenda tu. Naye Ruto bila kuhesabu ili aliweka kuibaiba hapa na pale, alikuwa ameandika 3.7 million votes kutoka kwa mlima. Hata hiyo wewe chukua 1.3 ongeza 3.7, hiyo ni ngapi? 5. Matiang'i anaondoka na 5 million kabla hesabu Gen Z. Kabla hesabu Gen Z. Na kabla hesabu wale ambao wengi wametoka ODM na UDA, na sasa nataka kuona wale wachache wako hapa. Najua tuko na wengi, 1 or 2 people tufarisha. Najua tumefarisha hii kofia. Kama kuna ule mzee aliongea na kwa this is a special person. Come, lazima tufarishe huyu kofia. Huyu ni mwanajeshi na aliongea mambo ambayo inatakana yasikizwe na jeshi. Leta hiyo kofia. Leta kofia. Kama mko na zingine, ziko zingine. Iko zingine hapo. Wacha. Bana leta moja kama wewe ni mtu mchoyo. Leta kofia. Tunatosha, watu watakuwa wengi. Haya. Huyu anaitwa Sakari Kamanda. Amekuwa mfuasi sugu wa ODM na ameingia Jubilee kuanzia leo. Thank you, na tunatambua yale ulisema. Kuja padi. Huyu anaitwa Randa kutoka Nyamira. Hata alikuwa anawania kiti katika chama cha ODM kule Nyamira. Leo pia ametujoin, ameingia Jubilee. Na hao pia ni maagents wote wa Fred Okengo Matiang'i. Huyu naye alikuwa UDA. Na amehama UDA. Ward gani? Ward gani? Kunjaku ward nilikuwa last election. Sasa nimeona Jubilee iko na spirit ya Matiang'i, na sasa mimi ni mfuasi wa Matiang'i kufa kupona. Asante. Nimehama Jubilee, tuko pamoja. Nimehama UDA, nimejiunga na Jubilee, chama ya kutupeleka mbele ili tusaidie wa Kenya kuongea na kutenda, si kuongea na kutenga. Mungu awabariki. Tuunge Matiang'i sisi wote nyuma mbele, na tuwe ambassador wazuri wa Matiang'i. Thank you so much. Asante. Mimi nilikuwa chama cha ODM, na kulingana Matiang'i anasimama katika hii chama cha Jubilee, nimehama ODM, nimejiunga na chama cha Jubilee. Thank you. Karibu sana katika Jubilee. Hiyo. Asante. Thank you so much. Tunajua tuko na wengi, lakini kwa sababu ya muda nataka huyu nataka akuje. Huyu kwanza naona kama yeye ni mkali sana. Sasa tunataka kung'oa pepe ya ODM tupate Jubilee. Sema jina. Mimi kwa majina ni Geoffrey Asugo. Nilikuwa mfuasi sugu wa UDA. Hata nimesahau sana, lakini huyu ndio kiongozi yangu. Niko na kufuata kama hii ya UDA. Tenda tuichome. Karibu sana katika chama ya Jubilee. Thank you so much and God bless. Kijana
kichwa ni kubwa kidogo, lakini imetoshea. Tunafanya hiyo ndio muhakikisha kwamba mkienda machinani, hakikisheni ya kwamba Jubilee wafuasi wameingia katika Jubilee. Na hatuna vita na mtu. Hatuna vita na mtu. Ni wakati umefika na kuna maono tofauti. And every season has a vision and a mission. And the vision and the mission today is with Fred Okengu Matiang'i. So hatuna vita na mtu. Mheshimiwa Raila tunasema tunamheshimu. Hata ikawa kidogo pale alikoza kusema nyinyi abaguzi ya mtochi boga. Tulikimbisha yeye. Na kwa sababu hiyo kidogo ilikuwa inamsaidia hiyo miaka yote, ile mzuri ni kusema asante. Hiyo tu. Hii mtu ambaye tunaita William Ruto, yeye pia kama binadamu ameumbwa na Mwenyezi Mungu, hatuna mshida na yeye, lakini vitendo yake yote ni baya. Hana matokeo ya maana kwa Wakenya, na ndio tunasema Ruto must go. Halo. Ninawashukuru sana. Na tunawategemea sana. Tunawategemea pakubwa. Tunawategemea pakubwa kuhakikisha kwamba chama kikiwa strong katika hapa ground itakuwa strong juu. Tukipatia kura Matiang'i 7.1 million votes, ukitoka naye namna hii, tutawaomba wote wanachama wa Jubilee tuwe na presidential candidate. Don't let us down. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Amuka uinue kofi yako. Useme wewe uko tayari. Are you ready? Yes. Are we ready? Yes. Are we ready for Fred Matiang'i? Yes. Are we ready for Jubilee? Yes. Thank you so much and God bless you all. Asante sana. Thank you so much. Chairman, ama MC. Thank you. Hebu pigiani kijana makofi. Ni kweli vile walisema Joel has been with us in Jubilee as a coordinator, na hata saa hii yuko. Hakuna mtu tunaacha nje, Nyaudi hakuna. All those old people, we want you there. We want to be stronger. We do not become stronger by doing away. We become stronger by being together. Asante sana, karibu. Thank you very much, Chairman. We want to close with a word of prayer, and then there are ladies here that want to gift something for you.